Sarafina bana ni kama vile Kajala amemjibu Harmonize kwa kile ambacho anaendelea nacho mitandaoni, japokuwa mambo hayajawa direct, lakini kutokana na vitu ambavyo anaviandika Kajala Instagram, lakini pia hata vitu ambavyo Harmonize anaviandika, it's like wawili hawa tayari kuna kitu kinaendelea kati yao. Umeanza ku connect dots? Yeah, of course. Why not? Tuamana kabisa. Why not? Okay. Mimi napenda, ujue mimi nachokipenda ni kwamba kile ambacho watu wengine walikuwa wanahisi hawezi kumove on, wanapendana. Nahisi kabisa watu wanakuja kuproviwa right hapa kwamba yes, we can't move on, we love each other. It's like wanapendana. So it's like Kajala na Harmonize. Lakini the story behind it ni kwamba wale hawa wamesharudiana muda mrefu sana. Hizo ni za ndani kabisa. Za ndani kabisa. Ni kwamba wawili hawa Cheki Riki, story za ndani ni kwamba hawa wawili wamerudiana. Wewe hizo nani? Na ni muda mrefu. Nakwambia mimi, chukua hiyo. Sio yanaendelea sasa hivi, it's like a drama tunatengeneza. Au ndo kurudi kwamba kuna namna fulani kwamba officially. Wanaangalia namna ya kwenda mjini. Sijui lakini. Sema ile defender kali ile. Ile defender machine sana ile. Na hajaposti Harmonize mwenyewe. Kwani hata bango aliposti Harmonize. Of course, kama ulikuwa ufahamu ni kwamba siku ya jana kuna video ambayo ilikuwa trend sana kwenye mitandao ya kijamii huko Instagram, ikionyesha gari la Harmonize ile Defender, ile Range Rover Defender ile. Gari latest kabisa zaidi ya milioni 300, ikiwa imeandikwa Kajala 3. Kajala 1 and 2 ni range. Hii Defender ni Kajala 3. Na ni ile gari ambayo Harmonize alishawahi kuishare kupitia Instagram. Wewe unaongea kuishare? Amekuja nayo Tanganyika Packers kwenye show. Yes, of course alikuja nayo Harmonize. Ni ile ila kibao tu pale kimeandikwa Kajala 3. So it's like yeye mwenyewe hajapost, it's like Harmonize ameamua kumtunuku lile gari Kajala. Lakini pia tulimuona Harmonize alikuwa ameandika kwamba amemiss to have someone in anataka homemade, yani anakula junk food na nini, afu sio healthy kabisa. Na wamemsema sana kupitia social media kwamba Harmonize unafanya mazoezi lakini kwa nini unakuwa bonge? Kwenye show ile na hisi watu waliona kwenye show alivuvua shati. Kwamba pale watu wamempa mizuka akawatupia shati. Sasa watu wakasema sawa, una six pack brother. Lakini kubwa kama mbona sasa unanenepa? Kwa yeye mwenyewe anakiri wazi kwamba amekuwa na muonekano wa vipindi. Kuna muda yuko sawa, kuna muda kama ndo hivyo kama mnavyosema bonge na nini. Hii ni kutokana na kwamba hamna mtu wa kumguide. Kwamba baby no. Mbona unafanya kazi bila kupumzika? Kapumzike bana. Mbona unakula sana junk food? Kwanza hatopata hata hiyo time ya kula junk food kwa sababu atakuwa ana mtu nyumbani ambaye anampikia. Na Kajala mwenyewe unajua ni mtu wa mazoezi sana. Of course Harmonize alikuwa ameandika kwamba nimekuwa na muonekano wa vipindi hii inatokana na maisha yangu ya mahusiano, wakati mwingi nakosa maamuzi sahihi kwa mtu sahihi, naishia kula vyakula hovyo, not homemade, yes, drinking alcohol and sleepless, so hata kama I love this game without someone taking care of me, waste of time. Waste of time. I feel you my brother. Kama anapoteza muda tu kama yani hivyo. Elewa afa akamaliza kuandika kwamba ila wakunyumba sasa afa katoa macho hivi. Wakunyumba? Wakumwamini au? Okay. Ila wakumwamini sasa akatoa macho. Kwa maana hana mtu wakumwamini mpaka sasa hivi Harmonize. Na Kajala 3 ndio hivyo ishakuja. So it's like now vitu vimeanza kuclick. Nimeona pia na Kajala amemjibu Harmonize baada ya mambo ya gari, baada ya ile gari kupostiwa kwenye social media. Kajala ameandika kwamba if you ever miss the moment you took for granted too. Yani kwamba kama umemiss kweli, miss na zile moment ambazo unamchukulia poa. Wewe unamchukulia poa. Sasa hivi una miss na zile moment. Kuna nyingine nimeona hapa aliiweka mbele ya hiyo. So issue sana lakini sema mimi nimependa tu. Asa umbea. Kajala mtu wa maana kabisa unajua. Hii ameandika hivi: ukitaka kuishi kwa amani bila stress, basi ufundishe moyo wako kukubaliana na mipango ya Mungu. Mipango ya Mungu ambayo ndio ipi sasa? Kwamba kurudiana kufanya. Sasa kwa ni mipango ya Mungu zile mipango ya Mungu. Mbona unataka kuchambua vitu visivyochambuka? Ukitaka kuishi kwa amani bila stress, basi ufundishe moyo wako kukubaliana na mipango ya Mungu. Okay. Kwa hiyo hata kama ex wako akirudi watu wamseme vipi, si ni mipango ya Mungu. Flow na hiyo flow. Sio unaelewa?
mambo yamepangwa Mungu. By the way, Kajala anapendaga sana kushare vitu kama hivi kwenye Insta story yake. Kama unapita pita mara kadhaa utakuwa umegundua ni mtu wa kushare sana. Hata nilipita na amekuwa kama motivation speaker fulani hivi. Kuna nyingine aliandika usijiulize sana, kuna muda hao marafiki zako unaowaamini ndio huwapa maadui zako siri zako. Usimtafute mchawi nani. Unaonaje lakini hii couple endapo wakirudia? Mimi I'm big fan. I'm big fan my brother. Yani no, nafikiri hata Harmonize anajua. I'm big fan of. Anajua kwa ushamwambia? Najua kwa sababu sasa si unaona zile flow mtu akiwa anaongea story, unaona namna anavyoenjoy na nini. Ila wanafiki. Bizo mnafiki. Dunia. Konde Boy angalia dunia. Undo mnafiki. Hapana, mimi na shida gani? Sasa no, what adila unapata kigugumu. Ongea Kiingereza hicho cha shule. What's so new on this? Kwa sababu they have been off and on. Safari hii kama ikitokea wamerudiana. Ndoa moja kwa moja. Yaani Kajala inabidi aseme tu bwana ndugu yangu. Si ile pete itakuwepo? Hivi pete ina expire date? Haina. Yale ya kwangu. Eti yale. Imerudi? We never. Sahau. Nasema tu ndo pete haina expire date. Eti yale ya kwangu. Yes, ndio nasema pete haina. Kwani pete wewe unayo wewe? Sijui atakuwa. Ulimwachia? Au alikurudisha? Sasa pete tunadai give rafiki yangu. Kwa nini Kajala anaweza kawa naye? Atakuwa na ametunza mambo. Ukirudi? I just love this man. I just love this. Sema. Hivi ile familia ilihusika pia? Ipi? Paula alikuwa. Sasa Paula si chombo kidogo tu kwenye familia. No, yani unatakiwa kujua pete sio wewe ndio ulivalisha pete siku ya mahari. Lakini wengine wanavalisha. Kwa mahari inaonekana kama mahari. Mahari ni kitu kingine. Mahari mtu anaweza basi ile pete ilikuwa official. Sasa pete ya uchumba official huwa inatolewa mbele ya familia. Na pete ya uchumba. Sasa ile ilikuwa mbele ya garabi. Hapo Konde unasema ndo anapenda hiyo kama. Usingomalishe na kakangu. No, ile garabi alikuwepo, Majizo alikuwepo pia. Alikuwa. Kulikuwa na watu kadhaa. TV ina FM ndio imehusika pale. Ile ilikuwa late lunch. Kama unakumbuka. Late lunch. Mimi naikumbuka ile siku, sema sikuenda lakini nilikuwa hapa na shuhudia. It was good. Okay. Martin Kadinda pia ndo alimvalisha Kajala vile ambavyo alikuwa amevaa gauni la afu baadaye Paula akaja kumsurprise mama yake. Ilikuwa nzuri to be honest. Okay, acha tuone haya mambo yataishia wapi. Sarafina kati ya Harmonize na Kajala. Kikubwa sisi yetu macho tunasema hivyo, tumekuwa tukiwaona, sisi tunawish all the best. Penzi lao kapo yao unajua kuna namna fulani waga inanoga sana kwenye industry. Kabisa. Na lakini pia manager? Maybe. Sababu unajua kiwalisia mimi niseme tu maoni yangu binafsi. Harmonize akiwa na Kajala kuna vitu vingi sana vinabadilika kwenye maisha yake. Kuanzia muonekano, kuna smartness fulani inaongezeka. Unahisi ni kwa nini? Kajala maturity tofauti. Ndio nataka niseme Kajala ni mama ambaye kwanza umri wake pia unamruhusu. Kuna namna ambavyo anakuwa na mtreat bwana Konde. Unaona kabisa kwamba jamaa yupo kwenye mikono salama. So kwangu mimi naona the best tu atakiwa naye kwenye mahusiano, wakirudiana, wakifunga ndoa. It's okay. Wameshafanya mambo mengi. Unajua Kajala ishawahi kuolewa, Harmonize amewahi kuolewa. Na kuolewa tena kuoa sorry kuoa. Sorry. Unajua ni kwa nawaza nini? Nataka niseme kwa dini ya Kikristo mtu anaweza kuolewa mara mbili. Kwa sababu kama aliolewa kanisani hawezi kuolewa tena. No, kama kama alipewa talaka. Ukipewa talaka is okay. No. Ukipewa talaka ruksa. Kuna ulifuatilia hivi? Ruksa kabisa. Ulifuatilia? Yeah. Na ndio maana kwenye sisi kwenye Ukristo ni kupewa talaka ni mziki. Kwa sababu ikishatoka chombo kwa hewa. Sasa sijui kama Kajala alipewa talaka, lakini kama akihamia upande wa pili sawa, msemaji wa familia. Mbona ndio hivyo? Mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Sarafina Jedi kwa nguvu za kutosha na Jesus Sound, bila kusahau Magic Builders International ambao wao kimsingi wako na product yao inaitwa White Skim Wall Putty. Unaweza kaicheki kwenye maduka yote ya ujenzi nchini Tanzania. Bye bye, till next time.